Lile bao kali la mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama, bao la pili katika dakika ya 9 ya mechi ya dabi ya Kariakoo, Simba dhidi ya Yanga kwenye uwanja wa Meja General Samuyo jijini Dar es Salaam, limeendelea kuwa gumzo katika maeneo mengi. Tunatambua vizuri, bungeni liliibuka kutoka vinywani mwa baadhi ya wabunge akiwamo Rashid Shangazi, ambaye yeye kwa matani tu dhidi ya watani wake wa jadi, kwa maana wabunge ambao sio Simba, wabunge ambao ni wapenzi wa Yanga, alitania bungeni akisema kana kwamba Clatous Chota Chama kwa kiwango bora alichonacho hakika anastahili kwa wale wanaopaswa kuombewa uraia. Ikumbukwe Clatous Chota Chama ni raia wa nchini Zambia na tayari ameshaitumikia mechi za kutosha timu ya taifa ya Zambia, na inafahamika wazi kwamba hata akiupata uraia wa Tanzania kwa mfano, hawezi kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania katika michuano yoyote ile. Ni kwa sababu yeye ni Mzambia, kwa sifa alizonazo, kwa vigezo vya FIFA hawezi kulitumikia taifa lingine lolote mbali na taifa lake la Zambia. Juni 18 mwaka huu atatimiza miaka 35. Lakini Shangazi akatumia maarifa ya Chama, bao kali hili alilofunga katika mechi ya dabi ya Kariakoo katika sare ya 2-2 kama sehemu ya kufafanua kile ambacho alikieleza, ambacho kilionekana dhahiri ni dongo, ni utani kwa watani zao wa jadi Yanga. Lakini ukiondoa bungeni ambako bao hilo lilikuwa gumzo, lakini maeneo mengine ni pamoja kule maeneo ya kaskazini mwa Afrika. Mtangazaji maarufu wa kituo cha television cha beIN Sports, huyu anaitwa Hafidh Daraj, yeye katika kulielezea bao hilo alielezea kana kwamba ni la maajabu, ni aina ya mabao ambayo hufungwa mara chache sana, na akafafanua vizuri. Tazama hapo, ni maandishi ya Kiarabu, lakini ukitafsiri ni kwamba analisifu bao hilo sio la kimchezo, kwa maelezo yake kwamba linatoka katika dunia nyingine. Ni bao kali, bao ambalo yeye anasema kana kwamba ukiendelea kulitazama zaidi, kwa mfano yeye akilifuatilia zaidi, linaweza likafanya hata moyo wake usimame. Yote ni kwa namna ya kulisifia bao hili la mwamba Lusaka Clatous Chota Chama, ambalo hakika lilikuwa bao zuri. Ukifuatilia vizuri, ujenzi wa bao hilo ulimhusisha yeye Chama na Eli Mpanzu Kibisawala. Ndiyo, ni baada ya Simba kuupora mpira kutoka katika himaya ya Yanga, na kisha kwa haraka wakapasiana katika eneo la mwisho, ambapo pasi za mwisho ilimkuta Clatous Chota Chama, alimpa Eli Mpanzu Kibisawala ambaye akapiga lobbing pass, ile pasi ya kuinuka ambayo ilikuwa superb. Kitendo hicho kilimfanya golikipa Djigui Diarra, golikipa bora sana wa wananchi Yanga, golikipa ambaye ndiye namba 1 katika timu ya taifa ya Mali, akalazimika kutoka langoni kwake. Ilionekana dhahiri kwamba lengo ni kuhakikisha kwamba Chama hapati fursa ya kufunga, kwa sababu kwa namna ilivyoonekana ni Clatous Chota Chama atapaswa au tulize mpira huo ndipo afanye harakati za kutafuta fursa ya kuweza kufunga. Lakini kumbe wakati Djigui Diarra akimwazia Chama namna hiyo, yaonekana kana kwamba Clatous Chota Chama alishaskani nini cha kufanya, alishaskani eneo, alishaskani juu ya mpira atakavyoupata afanye nini, na mwisho wa siku akafanya hicho alichokifanya. Acrobatic shot ikenda moja kwa moja wavuni, Djigui Diarra akapishana nao, ukatikisa wavu na kuifanya Simba iwe mbele kwa mabao 2-0. Tunakumbuka vizuri wakati huu kabla ya Chama kufunga, Simba walikuwa wanaongoza kwa bao 1-0 lililowekwa wavuni na Libase Gay, ambaye yeye alinufaika na kazi nzuri ya mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama, aliyefanya mambo yake eneo la kati akiwavuruga walinzi wa Yanga kabla ya kutoa pasi ambayo ilikuwa inazungumza, a telling pass, ikamkuta Libase Gay kwenye nafasi nzuri, akaweka mpira wavuni kuifanya Simba itangulie mwanzoni kabisa dakika ya 2 na dakika ya 3. Lakini dakika ya 9 Chama safari hii badala ya kuassist akafunga mwenyewe kwa bao hilo ambalo limezua gumzo. Lakini Yanga walikuwa na utulivu wa kutosha, wakasawazisha mabao yote haya. Tunatambua vizuri dakika ya 17 Prince Pumelo Dube akaifungia Yanga bao la utangulizi. Kipindi cha pili dakika ya 50 nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto akafunga bao la pili la Yanga, mabao ambayo yalidumu mpaka mwisho wa mchezo, ambapo Simba 2 Yanga 2. Yanga wangali kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara sasa wakiwa na pointi 48, Simba wako nafasi ya pili wakiwa na pointi 43. Hali bado imekuwa ya ushindani mno, ingawa Yanga wana faida zaidi kwa sababu wote wamecheza mechi 20, wote wamebakiza mechi 10 ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa 2025-26 kuhitimishwa, lakini Yanga wako juu kwa pointi 5 zaidi ya Simba. Simba kwa kiwango chao kilicho bora katika siku za karibuni
Matarajio ni kuona wanaendelea kupambana mpaka mwisho, huku Yanga na wao wakiwa na faida ya kuwa juu kileleni kwa tofauti ya pointi 5. Matarajio ni kuona nao wanaendelea kupambania fursa ya kutoa taji la ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya 5 mfululizo. Yote 9, 10 ni bao la Clatous Chota Chama ambaye ndiye alikuwa mchezaji bora wa mechi, man of the match, kwa asisti kali aliyotoa, kwa bao kali lilofuga lilozoa gumzo bungeni pale jijini Dodoma, lakini pia nje ya Tanzania ikiwamo kule kaskazini mwa Afrika. Ushuhuda mojawapo ni kutoka kwa huyu mtangazaji wa beIN Sports, Hafidh Deraj. What a goal! Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.